Tutakwenda kujifunza kwa habari ya kukataa kuwa mtu wa kawaida. Kukataa kuwa mtu wa kawaida, an ordinary person. Kwenye kizazi changu sitakuwa mtu wa kawaida. Watu wa kawaida ni watu wasio na sifa maalum au cheo kikubwa. Na hawa watu huonekana kutokuwa na umuhimu mkubwa katika jamii. Watu wa kawaida ni wale ambao wanaonekana kutokuwa na umuhimu katika jamii. Hao ni watu wa kawaida. Lakini pia watu wa kawaida ni watu hawana sifa au hadhi maalum, na maisha yao yanafanana na yale ya wengi katika jamii. Yaani jinsi ambavyo jamii inaishi na yeye ndio anafanana hivyo hivyo. Hawezi kujitofautisha, hawezi kukaa katika mkao mwingine wa kipekee. Hao ni watu wa kawaida. Watu wa kawaida ni watu wanaotenda kulingana na matarajio ya jumla. Matarajio ya jumla yanasema hivi: kijana huwezi kuishi bila kufanya uzinzi. Matarajio ya jumla. Na kijana ambaye ni mtu wa kawaida anaishi hivyo. Matarajio yanasema hivi, matarajio ya wengi yanasema hivi: kuwa Mkristo ni ushamba. Na mtu mmoja haokoki kwa sababu anaogopa kuwa mshamba. Matarajio ya wengi yanasema ya kwamba hakuna kijana aliyeokoka. Na kijana mmoja na yeye anaishi hivyo hivyo. Matarajio ya wengi yanasema ukishafanya kosa moja huwezi kusameheka kirahisi. Na kijana mmoja aliyefanya kosa fulani mpaka sasa hivi bado anajutia, bado anajihukumu, bado anaamini kama Mungu amemsamehe. Matarajio ya wengi yanasema hivi: huwezi kupata fedha katika hiyo biashara unayoifanya wewe. Matarajio ya wengi. Na kijana mmoja anaishika hiyo biashara, ama mtu mmoja anaifanya hiyo biashara kwa mategemeo hayo ya wengi, ya kwamba wanaofanya biashara hii wote ni hivi hivi. Hakuna wanaoendelea kwenye hii biashara. Kwenye hii biashara ya kuuza maji hakuna ambaye anaendelea. Kwenye hii biashara ya kukaanga chips hakuna anaendelea. Kwenye hii biashara ya kufanya nini hakuna ambaye anaendelea. Kwenye hii biashara ya bajaji hakuna anaendelea. Kwenye hii biashara ya ujenzi hakuna anaendelea. Ndio matarajio ya wengi. Na mtu mmoja anaishi kulingana na matarajio ya kawaida. Matarajio ya kawaida yanasema huwezi kuwa mtakatifu duniani. Matarajio ya wengi yanasema hivyo: huwezi kuwa mtakatifu duniani. Na kuna mtu ameshaacha kabisa kujishughulisha na kuwa mtakatifu. Ameshaacha kabisa kutafuta neema ya utakatifu. Ameshaacha kabisa kuitafuta hiyo neema ya kuwa mtakatifu, kwa sababu matarajio ya wengi yanasema hivyo na yeye anaishi hivyo hivyo. Matarajio ya wengi wanasema wasomi sasa hivi hawana maana. Na msomi mmoja amemaliza form 4, form 6 chuo kikuu, na yeye anaishi kama mtu asiyekuwa na maana kwenye jamii, kwa sababu ndio matarajio ya wengi yanavyosema. Matarajio ya wengi yanasema ukishazaa nyumbani huwezi kuolewa tena. Na kuna mtu anafanya hivyo, anaishi hivyo. Matarajio ya wengi yanasema vijana, haleluya, usipotumia kinatoka. Na kuna mmoja anakitumia. Kwa hiyo ni watu ambao hawana sifa za kipekee. Yaani ukitafuta, yaani kwa mfano hapa tupo kanisani, watu wa kawaida ni mtu ambaye anajulikana kwa jina moja kwamba ni mwana New Hope tu. Lakini tafuta kingine nje ya mwana New Hope ukipati kwake. Hana sifa ya kipekee ya kwake, ya kwamba mimi ukija New Hope utanitambua kwa sifa fulani, utanitambua kwa tabia fulani, utanitambua kwa jambo fulani ambalo nafanya. Mtu wa kawaida hana sifa ya kipekee, hana.
tunajishughulisha kiwarishani kwamba Mungu hajatumba wote tuwe kawaida, hajatumba wote tufanane, lakini kuna kitu kila mtu alikiweka ndani yake. Sasa huyo mtu wa kawaida hashughuliki hata ukitafuta hicho kitu ni kitu gani, ili asiwe mtu wa kawaida. Kwa tutakuepo hapa, utambulisho ndio unao pekee. Mimi ni mwana New Hope. Okay, ukija New Hope sasa, what are you doing New Hope? Unafanya nini New Hope? Nakutanika naondoka. Tukitafuta kwenye vitu vya kipekee pekee, haumo. Huyo ni mtu wa jumla. Huyo ni mtu wa jumla. Na kwa bahati mbaya, idadi hii ya watu wa kawaida ni kubwa katika jamii, katika taifa, katika kanisa. Ni kubwa ya watu ambao ni wa kawaida. Yaani wameamua kuishi maisha ya kawaida, kuchukua riski ya kuwa watu wa tofauti. Hawataki kusema kwamba nataka niwe mtu wa aina fulani kwenye hii eneo. Hawataki kusema kwamba mimi kwenye biashara yangu ya nyanya nataka niwe muuza nyanya ambaye, yani mtu akija anauliza kwanza mimi niko wapi seti muuza nyanya, akinikosa ndo atafute kwingine. Hayupo anajishughulisha. Kwa ameridhika kuwa mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida ni yule ambaye hatamani hata kujulikana kanisani. Yani anapenda tu yani ukija ukimfumania anaenda kanisani anakuambia kuna mtu anaenda kumwangalia, kumbe ndio sasa anasali. Kujulikana ni kujiinua. Julikana kwenye sifa njema. Haleluya. Hawa huishi maisha ya vyovyote vile tu, yani ndio hapo unaweza kumkuta ni kijana hajafua, ni sawa tu, yeye ni kawaida. Yeye ni kawaida. Ni kijana na anabeti, ni kawaida. Ni kijana anafanya yani ukimuuliza una ratiba gani leo? Nipo tu. Ni kijana wa kawaida. Nipo tu. Na ni kijana anataka baadaye tu kuimbia na meremeta, hatuimbi. Na watu hawa wanapenda kukopi maisha ya wengine. Wanapenda kukopi maisha mengine. Kuna style moja ya masuruali iliwahi kutoka, masuruali makubwa yamechanika hivi. Nikaona wanavaa wasanii wengi wa Bongo Flava. Na pisha hivi mtaani nakutana na mtu amevaa. Ukimuuliza wewe kwa nini umevaa hii suruali? Yaani hana jibu kwenda amevaa hilo suruali. La kuchanika hivi. Hana. Maana yake nini? Ameona fulani amefanya na mimi nafanya. Na wakati mwingine hata akimpendezi Mungu wangu. Najua ni afadhali hata wewe kawaida ile kutoa eti. Lakini ukivaa alafu ndo unaonekana kama nani? Watu wa kawaida hawanaga umaarufu wowote katika vitu vizuri. Hawana. Watu wa kawaida. Yaani ukija kanisani watu wa kawaida waliopo kanisani, ukitamfuta kwenye vitu ambavyo tunategemea tuweze kufanya kama watu. Yaani sasa wewe sawa, wewe umejikita kwenye jambo gani kanisani? Mtu wa kawaida hana. Kwenye kusafisha hayumo, kwenye kuomba hayumo, kwenye kuimba hayumo, kwenye kufanya nini hayumo, wewe nini hayumo, kwenye kutoa hayumo, kwenye kusoma neno hayumo, kwenye nini, yani kila jambo hayumo, ila ni muumini tu. Hiyo ni aina ya watu wa kawaida waliopo kanisani. Kwenye jamii unaishi watu wa kawaida, hata jirani yao hawajui. Jirani yao hawajui. Sasa kama jirani yako hakujui, ukianzisha mtaji wa kuuza nyanya, atakayeanza kununua nani? Utatoka Mlole uje uniuzie mtu wa Businde kweli? Hao ni watu wa kawaida. Na mara nyingi watu hawa huwa hawapataki nafasi yote ya uongozi popote pale wanapoenda, au nafasi za juu hawapataki. Watu wanaishi hivi. Hata kuna mtu anaishi hivi na kila siku anamtaka Bwana ampe nafasi ya juu, na wakati hapo alipo hana kitu kitofauti ambacho kinamtofautisha yeye na kuwa mtu wa kawaida. Hakipo. Kwa watu hao mara zote huwa hawana uongozi kwenye eneo waliopo. Hawana uongozi. Hawana uongozi na hawaamini kupewa uongozi. Kuwa mtu wa kawaida kuna matokeo mabaya sana. Ukiwa mtu wa kawaida mahali popote pale, utajisikia kama hustahili. Kwa sababu wewe ni mtu wa kawaida. Ukiambiwa fanya jambo fulani, ili anafanyaga fulani, sio mimi. Kwa sababu you are ordinary man. Kwa sababu wewe ni mtu wa kawaida.
Okay, sawa basi Mungu amesema nasi tukupe jambo fulani. Kwa sababu unasema hilo anafanyaga fulani, sio mimi. Ukiwa mtu wa kawaida unajiona hustahili kwenye hiyo jamii. Watu wa kawaida wanakumbwa na matokeo ya kuchelewa kufanya maamuzi. Watu wa kawaida wanachelewa sana kufanya maamuzi. Ni wagumu mno. Tunakula hatuli. Jibu ni moja, tunakula au hatuli. Unajua tukila tusipokula. Yaani ni wagumu kuchukua maamuzi. Mnaweza mkachukua saa nzima mnazungumzia hilo. Watu wa kawaida hawana matumaini na kesho. Watu wa kawaida hawana matumaini na kesho yao. Uzuri Yesu ameshatupa ruhusa ya kutokuwa watu wa kawaida. Yesu ameshatupa ruhusa kutokuwa watu wa kawaida kwenye jambo ambalo tunalifanya lolote. Aishatupa ruhusa. Iwe ni huduma, iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe ni nini, ameshatupa. Ameshafungua rango liko wazi ya kwamba ukiamua ingia usiwe mtu wa kawaida, ukiamua kanje uwe mtu wa kawaida. Kitabu cha Marko sura 9 mstari wa 23. 9:23 Biblia inasema Yesu akamwambia ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Bwana asifiwe. Ngoja niwaambie kisa. Ni baba mmoja alimpeleka mwanafunzi wake ambaye alimpeleka mtoto wake ambaye alikuwa anaugua pepo kwa wanafunzi wake wamtoe. Wale wanafunzi wakawa wameshindwa. Wakatoa pepo, ikashindikana. Sasa Yesu wakati amekuja kwenye ile kusanyiko, yule baba wa mtoto akamwendea, akamwambia Yesu, mtoto wangu huyu hapa huwa anapata na madhara 1 2 3 yani mapepo yanataka kumuua. Sasa nimemleta kwa wanafunzi wako, wameshindwa kutoa hili pepo. Yesu ndio akamwambia, sasa nataka nifanyeje? Yesu yule baba akasema, ukiweza mponye mwanangu. Yesu ndio akamjibu akasema, ukiweza. Akashangaa, ukiweza. Akamwambia, yote yawezekana kwa yeye aamini. Na Biblia inaposema yote, hapa kulikuwa na muktadha wa pepo, lakini akishasema yote ni yote kweli, sio pepo tu. Akisema yote, ni wewe sasa hapo kwenye yote utataka uweke nini? Ukitaka useme mimi nataka niwe mbabe kwenye kutoa mapepo, yote yanawezekana kwake aaminie. Sasa mimi nataka niwe mfanyabiashara mkubwa, kwenye yote weka. Yeyote aaminie anaweza kuwa mfanyabiashara mkubwa. Mimi nataka niwe mfanyakazi ambaye bila mimi taasisi lazima nitafute, ili duka lazima linitafute. Sasa unakuwa mfanyakazi ambayo ikitokea habari ya kupunguza wafanyakazi wanaanzia kwa wewe. Jamani, taasisi tunataka tupunguze wafanyakazi wanaanzia kwako na ni Mkristo. Aibu. Yaani inabidi kwako wafike, yani wameshapunguza wale ordinary person, sasa wamebaki giant matupu. Yaani wamebaki watu wa maana watupu. Sasa watu wa maana watupu wako 20 na tunahitaji wabaki watu 15, inabidi watafute sasa watu, lakini hata kwenye 20 ufiki. Kwa hiyo yote yule aaminie inawezekana. Yote. Sema yote. Ndio inatufanya tusiwe watu wa kawaida. Yote. Yaani ukiamua kubobea nataka niwe mwalimu wa neno la Mungu, weka kwenye yote inawezekana kwa yeye. Nataka kuwa mama ambaye watu wote kanisani wanataka ushauri kwangu mimi. Yaani kitokea jambo nataka ushauri kwenye watu watatu, sio watu watano, kwenye top 3, watu watatu wasinikose mimi mama. Lakini unakuwa mama ambaye wakitaka ushauri, yaani labda kanisa sema mama hawapo ndo wanakutafuta wewe, na wewe wanaanza kujiuza, yule mama kweli? Yule mama ataweza kweli? Hata mshauri nani? Uwe kijana ambaye nataka kuwa kijana ambaye nitakuwa na hekima ya ajabu, ambayo yani hata kwenye masuala mazito ambayo kijana asingestahili kuweza kupewa kwamba njoo ushauri jambo hapa, lakini unasema mimi nataka niwe na hekima hiyo.
Wakitafuta wanaangalia wa baba, mbona kuna baba anazidiwa hekima na kijana fulani. Ya tumchukue huyu kijana. Wakutafute kuwa mtu wa maana. Kuwa mtu wa maana, usiwe mtu wa jumla. Usiwe mtu wa jumla, yani kwamba wewe ni wa jumla tu wa jumla. Uwe na kitu kako special kwamba mimi hapa sitaweza kuomba, ndio kanisani siwezi kupiga masaa 7 mfululizo, siwezi, ndio. Siwezi kuimba, sawa, siwezi. Tafuta kitu yani kwamba lazima ukutafute katika hako. Lakini yote inawezekana kama utaamini. Haleluya. Yote inawezekana kwake amini. Sasa uzuri wa Yesu, nampenda sana. Kuna wimbo waliwahi kuimba watu wa zamani, nampenda Yesu wa Galilaya, ametenda makuu moyoni mwangu. Na ametenda kweli. Yesu ameshayaumua matokeo. Unajua kuumua? Wanaopika hizi bites maandazi na nini watakuwa wanajua. Unaweza kukata kipande cha labda kama ni andazi la hapa, lakini ukishaiweka vinavyomulia nini? Amira Ukishaitia amira ukaitia kwenye mafuta, unaona tu Yesu ameyaumua matokeo ya kwamba, hebu nisomee katika Yohana sura ya 14 mstari wa 11. 11 Biblia inasema, Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, na Baba yu ndani yangu. La, hamsadiki hivyo. Sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Acha kwanza hapo. Yesu anawaambia watu ya kwamba hamsadiki ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu na Baba yu ndani yangu. Kama vile ambavyo unaweza kuambia watu hamsadiki ya kwamba mimi nimeokoka, hamsadiki. Basi sadikini kupitia kazi zangu. Sasa umeokoka, wanasadiki kwenye kazi zipi? Mbona tuone cha kilokolo unachokifanya? Umesoma, mbona tuoni sasa hiyo impact ya kusoma? Mbona tuoni? Yani sawa, umesoma ndio tutaaminije kazi? Okay, sawa, fanya sasa tuone. Unaweza kutamba hapa, mimi ni mpambaji bora, achukua kitambaa hiki hapa pamba sasa. Uwezi. Kwa hiyo kuna watu hawatakuamini katika jambo fulani wanalitaka kwa sababu hawajaona kazi au matokeo hicho ambacho nakifanya. Amen. Kuna watu hawataona kwamba wewe ni mlokole hata ukeshe, baba hawaniamini mimi, naomba uniaminishe. Au hata na maombi, uniaminishe nini? Tafuta kitu cha kufanya kilipuke kila mtu atasema, hata kama alikuwa akomea atasema huyu ameokoka. Kama msadiki ya kwamba mimi, sababu Yesu amepiga nao story sana, anawaambia mimi jamani ni mwana wa Mungu, hawataki. Basi anawaambia aminini kupitia kazi ambazo ninazifanya. Hamwamini kama mimi ni kiongozi bora. Aminini basi kwa matokeo ambayo nimetoa kwenye hii ngazi ambayo nimepewa, kwenye hii idara ambayo nimepewa. Angalieni haya matokeo mnayoona nimefanya 1, 2, 3. Nyie hamuoni? Kwani watu wakishaona kazi ambayo umeifanya na matokeo yake, hata asiye kupenda atakuamini tu, atasema huyu mwamba kwenye hii ngoma ni yeye. Mstari wa 12. Mstari wa 12 inasema, amini nawaambieni. Amini nawaambieni. Yeye aniaminie mimi. Yesu. Kazi nizifanyazo mimi. Yeye naye atazifanya. Amen. Yeye aniaminie mimi atazifanya Naam. Na kubwa kuliko hizo atafanya. Yesu nimesema ameshaumua matokeo. Yani alifanya kazi akaishia mahali fulani. Sasa akasema hivi, atakayeniamini mimi nawe yafanya mimi hapa, atafanya. Na zaidi, kigezo tu ni kimoja kama ambavyo tumeona kwenye Marko ya kwamba yote aaminie. Kigezo ni kuamini tu ya kwamba I can do more than Jesus. Hallelujah. Naweza kufanya, ni wewe tu swala kuamini, unaweza kufanya zaidi ya vile ambavyo Yesu alifanya. Na ndio maana mtume Paulo kwa kulijua hili hakuishiaga Yerusalemu yule mwamba. Akasema Yesu alisema naweza kufanya zaidi yake. Akatembeza injili mataifa mengi. Haleluya. Sasa wakati Yesu anafanya, hakuwa anafanya tu kazi za huduma, kuna mambo mengi aliyafanya. Alifanya diakonia, alifanya ratria na mengine. Akasema hayo unaweza ukafanya kama mimi. Kwa hiyo kigezo, yani level ya chini ya mtu anayemwamini Yesu ni kufanya kama Yesu alivyofanya.
Level ya chini ya muamini ni kufanya kama Yesu alivyofanya. Ukisema mimi nitakuwa mtu wa hekima, level ya chini ni hekima ya Yesu alipokuwa wapi? Duniani. Ukisema mimi nataka niwe mtoaji, level ya chini ni kutoa kama Yesu alivyotoa. Ndio level ya chini, ndio kipimo chako. Usijipime kwa seti kwamba sasa nafanyaje, ajipime kwa Yesu. Haleluya. Jipime kwa Yesu kama alikuwa anafanyaje hapa. Sema nataka kuwa mtumishi wa Mungu, level yako ya chini ni ya Bwana Yesu. Usife kabla hujaifika hiyo level. Haleluya. Na akasema sasa ya kwamba ukiendelea kuniamini zaidi sasa hata hapa, yani hata hapa utafanya zaidi. Lakini kigezo ni kumwamini nani? Yesu. Tuna mfano wa mtu mmoja Paulo. Nisomee Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 1 mpaka 6. Paulo anatupa mfano. Yeye alikuwa alijitofautisha kwenye utumishi wake kiasi kwamba mpaka mataifa ya Yunani ni Wayahudi wakampa jina jingine kabisa. Wakampa jina jingine, wakasema hawa akina Paulo na Sila hawa ni watu fulani. Matendo sura ya 17 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6 Biblia inasema wakiisha kupita kati ya Mfipori na Apolonia, wakafika Tesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Na Paulo kama alivyokuwa desturi yake akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno akahojiana nao kwa maneno maandiko Sabato 3. Akayafunua na kuwaeleza ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu. Na ya kwamba Yesu huyo ninayewapasha ninyi habari zake ndio Kristo. Wengine miongoni mwao wakaamini, wakashikamana na Paulo na Sila na Wayunani waliomcha Mungu wengi sana, na wanawake wenye cheo si wachache. Na Wayahudi wakaona wivu, wakajitwalia watu kadha wa kadha katika watu ovyo wasio na sifa njema. Nao wakakutanisha makutano, wakafanya ghasia mjini, wakawaendea watu wa nyumba ya Soni, wakataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji. Mstari wa 6 anasema na walipowakosa wakamkokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakapiga kelele wakisema, watu hawa waliopindua ulimwengu wamefika huko nako. Amen. Haleluya. Tumesikia habari za Paulo alivyopitia hapo. Sasa Paulo anatuonyesha mfano wa watu wasio wa kawaida kwamba hufanya kinyume na ukawaida. Paulo anatupa mfano mzuri ya kwamba watu wasio wa kawaida huwa wanafanya mambo yasio ya kawaida kirahisi rahisi. Ukiangalia mstari wa 2 anasema akahojiana nao Wayahudi kwa juma 3. Juma 3 ni wiki ngapi? Wiki 3. Kila siku yupo nao, anahojiana nao. Wayahudi sio mmoja, wengi, yuko peke yao, anahojiana nao. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3. Kinyume kabisa na matarajio ya wengi. Wengi hapa wangesema ngoja kwanza tutaona wiki ijayo. Lakini anasema akahojiana nao majuma 3. Yuko anahojiana na watu ambao ni wasomi kwenye habari za dini. Anahojiana nao, anapingana nao. Anahojiana nao na kuwaeleza kwa habari ya Kristo. Hivyo anaweza kufanya tu mtu ambaye ameukataa ukawaida, amesema mimi sitaki kuwa mtu wa kawaida. Nataka nikiwa na waambia watu kwa habari ya Mungu, sitaki kuambia kwa habari ya kawaida. Unawaambia kweli mpaka kila mtu anasema yes. Haleluya. Watu wa kawaida wanapoongea na watu au mbele za watu
watu huwaamini, watu wasio wa kawaida wanaposimama na kuongea, watu wasio wa kawaida wanaposimama na kuongea, lazima kuna watu lazima watawaamini. Haleluya. Lazima kuna watu watamwamini. Check sasa ndugu zangu unavyoongea wewe sasa. Yaani hata ukisema jambo la kweli siku hiyo wanasema huyu hapana. Hapana. Ukiona unaweza kuongea saa nzima afu hakuna mtu ambaye anaweza kuamini katika ile maneno ambayo umesema, rudi tena kajichunguze useme mimi ni mtu wa kawaida. Haleluya. Wengine ni kiongozi somewhere. Ukiongea unaongea huku mioyo watu nasema wewe ongea umalize, tushakuzoea. Tushakuzoea. Maana yake hata unayoyaongea huwezi wewe mwenyewe kufanya hata moja. Hutatekeleza hata moja. Wewe mwenyewe tu utatekeleza hata moja. Watu wa kawaida kwenye maeneo. Lakini watu ambao wamekataa kuwa kawaida, wanapofungua kinywa chao kuongea mahali popote pale, lazima kuna watu watamwamini, watasema alichokiongea ni kweli. Alichokiongea ni kweli. Ndio maana kwenye huo mstari wa 4 unaona Paulo, kuna Wayahudi baadhi wakamwamini, na wanawake anasema tena sio wanawake wachache, wengi, si ndio? Amesema wengi wakamwamini kwa yale ambayo alikuwa anasema. Japokuwa ilikuwa ni injili ngumu anawaambia, lakini wakamwamini kwa yale ambayo, kwa sababu Paulo aliamua kutokuwa wa kawaida. Haleluya. Kwa hiyo ukikataa kuwa mtu wa kawaida, pia ukikataa kuwa mtu wa kawaida, kisa hiki kinatuambia kwa ukikataa mtu wa kawaida, ukikataa kuwa mtu wa kawaida, kuna watu watakuonea wivu. Biblia imesema kwamba na Wayahudi wakamwonea nini? Wivu. Halafu wakusanya na watu ovyo ili waweze kufanya mipango ya kumwangusha. Usipokuwa mtu wa kawaida, watu watakuonea wivu. Yaani usema mimi sitaki kuwa mtu wa kawaida, watakuonea wivu. Ndio hapo analinga, anajiona kwa sababu yetu ndo ana kitu fulani, analinga. Ni yeye ameamua kusema sitakuwa mtu wa kawaida kwa sababu ni maarufu kwenye biashara yake, analinga. Amejitofautisha kwenye hiyo biashara. Ameamua kusema mimi hapa sitakuwa mtu wa kawaida. Kwa watu sasa wenye wivu wataanza kusema anajiona, anafanya nini? Na wengine wenye roho mbaya zaidi wataanza kutafutia mipango ya kuweza kukuua au kukuangusha. Kwa hiyo watu wasio wa kawaida, nisomee mstari wa 6, huwa na majina yao yanabadilishwa. Yaani tunaweza tukakuita jina jingine kabisa. Yaani wewe ni Paulo, tunakuita jina jingine kabisa. Angalia walichoitwa hawa Paulo na Sila. Soma mstari wa 6 hapo. 17:6. Biblia inasema na walipowakosa wakamkokota Yusoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji. Wakapiga kelele wakisema watu hawa waliopindua ulimwengu. Watu hawa waliopindua nini? Ulimwengu. Isha hapo. Majina yao yalibadilika kutoka kwenye Paulo na Sila, wakawa wapindua nini? Ulimwengu. Wakawa tu wapindua ulimwengu. Watu hawa waliopindua ulimwengu kwenye biashara hii wamefika mpaka huku. Watu hawa waliopindua ulimwengu kwenye injili wamefika mpaka huku. Ndivyo unavyoona watakapokuwa wanasema New Hope. Haleluya. Wengine tutapewa majina mabaya, wataambia wale watu ma Freemason wamefika mpaka huku. Kubali tu. Haleluya. Ni mbali tu hatujatenda dhambi. Bwana asifiwe. Tutaonyesha matokeo mpaka majina yatabadilika kwetu. Mpaka kanisa itaitwa jina jingine kabisa. Mpaka majina yatabadilika kabisa. Kutoka kuwa watu wa kawaida mpaka utaitwa watu wa maana. Kutoka kuwa mfanya biashara wa kawaida unakuwa mfanya biashara wa maana. Haleluya. Amen. Yes. Kwa kawaida na shanga. Paulo na Sila wakaitwa waliopindua. Ukapindua ulimwengu kwenye biashara yako. Haleluya. Amen. Ukapindua ulimwengu kwenye biashara. Amen. Ukapindua ulimwengu kwenye kazi. Amen. Ukapindua ulimwengu kwenye huduma. Ukapindua ulimwengu hapo ulipo. Amen. Kwenye familia ukawe mtu wa maana basi. Haleluya. Amen. Kutana na mtu mmoja akaniambia kanisa letu mereka, nikamwambia Businde. Akasema Businde ni pagumu. Ni pagumu, sisi ni oili sasa. Kama ni pagumu, sisi ni oili. Tunaenda. Haleluya. Na sio muda mrefu. Sio Businde itaelewa. Haleluya.
Na kutokea hapa watu watamwinua Yesu kwa nguvu. Mimi namshangilia Yesu. Hata usipoamini, mimi naamini imetokea. Mimi naamini inakuja. Mimi najua inakuja. Mahali hapa watatafutwa. Vijana mahali hapa watatafutwa. Kwa jina la Yesu. Kwenye kila engo tutatafutwa sisi. Kwenye kila jambo tutatafutwa sisi. Wamama mahali hapa watatafutwa. Haleluya. You know, kuna watu wanapata vitu kwa sababu ya kitu fulani eti. Unatoka kwenye familia gani? Familia mzee Ndegure. Ule Ndegure ni wachawi. Hata kama wewe sio mchawi ushaishi. Unatoka kwenye familia gani? Familia fulani. Wale wameokoka. Kwa unapita moja kwa moja. Haleluya. Kwa kuna watu hapa mtapata vitu mapema kwa sababu tu unasali New Hope Church. Kwa sababu tuko chini ya Baba Askofu Njike. Kuna watu, yani kuna mashambulizi hata kujia kwa sababu tu unasali New Hope. Kuna hiyo title tu kusema nasali New Hope itakuwa ni title kubwa sana. Itakuwa ni utambulisho mkubwa sana ambao kila kitu kitakuogopa. Wasema pisha waliopindua ulimwengu wamefika mpaka huku. Haleluya. Amen. Petro aliamua kujitofautisha na wanafunzi wengine. Wakati amemuona Yesu anatembea juu ya maji akasema, huyu si ndo tunakula wote mikate pale? Huyu si ndo tunafanya wote ibada? Huyu si ndo tunatembea naye kwenye mambo ya huduma? Anatembea juu ya maji. Akamwambia Yesu, na mimi na mimi nataka nitembee kwenye maji. Na mimi nataka nitembee kwenye Petro. Yesu akamwambia, yes, njoo. Inakuonyesha wazi ni kwamba ukimwambia Yesu kwamba Baba nataka kuwa mtu fulani, anakuambia njoo. Kwa hiyo Yesu anayo fursa kwamba ukimwambia Yesu nataka kuwa mtu fulani, nataka kupata jambo fulani kwenye hili, anakuambia go, nenda. Yesu nataka kufika mahali pale, anakuambia nenda. Ndicho alichokifanya kwa Petro. Wanafunzi wengine wamekaa kwenye mashua pale wanayumba yumba. Yesu yule Petro akasema, mimi kwa kweli kuyumba yumba na nyie msiniweke. Mimi namuona anatembea juu ya maji yule pale. Huyo. Yesu na mimi nakuja. Jamaa akaenda. It was not easy kwa Petro ambaye alikuwa ni mvuvi kusema atembee juu ya maji. Ameshazoea kutembea juu ya mashua, juu ya nini. Haikuwa rahisi kwamba akili yake ibadilike ghafla apate uvuvio Roho Mtakatifu atembee juu ya maji. Hata kama limuona mtu, kwani wewe hujawahi kuona vitu unasema kweli ngoma tumwachie mwalimu Amos, mimi siwezi. Haikuwa rahisi. Lakini Petro akasema, mimi sitaki kuwa wanafunzi wale. Nataka niandike historia yangu peke yangu ya kwamba mimi nitembea juu ya maji na Bwana Yesu. Na kweli mpaka sasa kati ya wanafunzi 12 yeye peke yake ndio alitembea juu ya maji. Sikia nikwambie, sitakufa mpaka Kigoma imeitii New Hope kwa jina la Yesu. Mpaka mataifa waitie New Hope. Haleluya. Wataifuata nuru. Maana Biblia inasemaje? Inuka uangaze, kwa maana nuru yako imefanyeje? Imekujia. Haleluya. Hiyo nuru iko kwangu, hiyo nuru iko kwetu na New Hope. Haleluya. Na Yesu akasema kwamba ninyi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Popote tunapoenda tunaangaza. Haleluya. Kwa sisi tunaangaza tu, tunaangaza. Hatutakuwa gizani tena. Haleluya. Ukiamua kuwa gizani peke yako. Mimi usiniweke. Katika watu mnaopiga story tutakuwa gizani, hatutafanikiwa. Toa jina langu. Haleluya. Amen. Toa jina. Tunaweza kufanya vitu vya tofauti ambavyo kila mtu hata kama sipoamini kama tuna Yesu, lakini akiona ile tunayofanya anasema New Hope jamani kuna Mungu. Haleluya. Amen. New Hope kuna Mungu. Sikia. Kuna kijana mmoja Marekani. Nasema ni kijana kwa sababu alikuwa na umri wa miaka 41. Anaitwa Tommy Hicks. Tommy Hicks aliamua kuwa mtu, akasema alikuwa anafanya huduma na watu ambao wanafanya katika level za kawaida. Sasa akasoma kitabu kimoja cha Atomic Power with God through prayer
and Fasting. Akakisoma hicho kitabu. Alipokisoma akapata hasira. Akasema sitaki kuhudumu tena katika hizi level. Sitaki. Akakataa. Akasema nafunga siku 40 namtafuta Bwana. Siku 40 kavu bila kula chakula na kunywa maji tu. Siku 40. Akaingia 40 za kwanza. Akamwambia Bwana uko wapi? Bwana jifunue. Siku 40 Bwana hakuja. Wewe jiambie umeomba mara ngapi kwenye hilo jambo? Naweza kutoa hata saa moja, ukijumlisha hata saa moja ijaenea kwenye hilo jambo. Ushaacha. Akafunga siku 40. Unakunywa maji tu mpendwa. 40 unakunywa. Bwana hakusema naye jambo lolote. Akarudi akapumzika kara tena akasema Bwana naenda tena 40 zingine. Yaani mpaka uniambie uko wapi? Yaani nahitaji kuoperate katika nguvu kubwa. Akaingia tena zingine 40 kavu. 40 za pili. Funga siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka 40. Akaenda siku 40, Bwana yuko kimya. Bwana aongee. Usongesha ushokuwa nakata na tamaa eti. Sema sasa haya Baba ni mapenzi ya Bwana mimi ni operate katika level hizi. Baba ni mapenzi ya Bwana kwamba mimi mtaji wangu share 100. 40 za pili zikaisha. Akarudi tena akala kidogo akasema Baba narudi tena. Siku 80 zimeisha kavu. Anarudi tena. Katika siku 40 ya siku ya mfungo wa 3 wa 40 kavu. Bwana akamwambia kwamba I am a healing lane. Kwa Kiswahili hiyo tunaiwekaje? I am a healing lane. Mimi ni mvua ya uponyaji. Yes. Haleluya. Yes. Kumbe unaweza ukaomba na Mungu kwenye biashara akakupa jina lake kwenye hiyo biashara. Haleluya. Yes. Yaani sisi tumezoea Bwana ni mponyaji. Sasa wewe hutaki kupona, unataka kwenye biashara. Ukimwita Bwana mponyaji kwenye biashara hakuna malaria pale, si ndio? Inabidi Bwana akupe jina lake kwenye hiyo biashara. Kama mimi kwenye sasa yeye akapewa kwa sababu alitamani kufanya kwenye viwango vya utumishi mkubwa wa kuponya na nini. Bwana akajitambulisha kwamba kwake mimi ni mvua ya uponyaji. Akasema okay asante Bwana, nianzie wapi? Akamwambia nenda Argentina, yuko Marekani. Nenda Argentina. Nenda kule ukamuulizie Juan Perón. Hamjui nani? Akapanda ndege akaenda. Amefika airport kule Argentina. Akaandika kwenye kibao anatembea naye namtafuta Juan Perón. Juan Perón. Watu wanamwambia wewe ni chizi. Mna namtafuta huyu. Hakujua kumbe Juan Perón ni rais wa Argentina. Hakujua. Anaenda akaenda. Wakamwambia wewe umechanganikiwa. Na wamesema namtafuta Juan Perón. Nipelekeni. Wakampeleka mpaka ikulu ya Argentina inaitwa Pink House. Wakampeleka kule. Hivyo mpeleka yule Juan Perón alikuwa amepiga marufuku injili kuhubiriwa Argentina. Alikuwa amepiga marufuku. Na alikuwa ni mkatili kwenye hiyo miaka 1980 hivi. Alikuwa ni mkatili sana. Mkatili mno. Akakutana na bodyguard wake wa karibu, yani wa karibu sana. Yule mtu wa protocol wake wa karibu. Akamwambia namtafuta Juan Perón. Wewe una shida naye gani? Anasema nina ujumbe wake, nataka asupport mimi injili nihubiri kwenye injili. Akasema Akasema nani amekutuma nani? Akasema amenituma a healing rain, mvua ya uponyaji ndio imenituma. Yaani Mungu, yaani yeye Mungu wake alikuwa anamjua kwa jina la healing rain, mvua ya uponyaji. Au kwa kimuuliza Juan Perón, jina la Mungu wako ni nani? Healing rain. Wewe jina lako la Mungu wako ni nani? Akamwambia wewe yule mtu ni mkatili atakuwa. Akasema mimi sijari. Akasema sasa mimi ni mtu wa karibu yangu. Kumbe naye alikuwa na matatizo kibao. Akasema mimi hapa ninaumwa sijui makansa niponye kwanza mimi. Ukiweza kuniponya, na kwa sababu yeye ndio mtu wa mwisho kumfikia yule Juan Perón, yani ukimfikia yeye umemfikia yeye. Akasema ukiweza kuniponya na ukupeleka. Akasema nyosha mikono juu. Sema baba nguvu yako ishuke. Ikamshukia yule baba. Nguvu ikamtikisa. Alivyoinuka hivi. Akasema aisee nimepona. Yaani sihitaji kwenda kupima. Ila kwa huu moto ambao umepita ndani yangu. Kansa kule sio ilikuwa na kansa ya nini ikawa imeisha hapo. Ikawa imeisha.
Akasema kesho majira kama ya njoo nikupeleke kwa nani? Juan Peron. Kesho kama muda ule ule akamwendea. Sema nimekuja. Akampeleka kwa Juan Peron. Akamwambia, unataka nini? Kumbe Juan Peron alikuwa na miezi 3 kama rais. Hajaonekana kwenye TV, kwenye vyumba vya habari vyote vile. Hajaonekana kwa sababu alikuwa anaumwa kansa ya ngozi. Uso umeharibika. Kwa hiyo hawezi kutoka kuonana na watu. Kwa hiyo ni kutoa tu order. Kaambia, mimi Mungu amenituma nije nifanye hapa injili. Yaani kwenye nchi ambayo imesema hakuna injili. Kwenye mtaa ambao wamesema hakuna biashara inafanyikaga hapa. Azaa mimi nimeambiwa nje kufungua hapa biashara. Kwenye mahali ambapo hakuna kitu kinachofanyika, azama mimi nimekuja kufanya. Akamwambia, akasema ili nikupe ruhusa unaniona sura yangu imeharibika ukiniponya mimi tayari nakupa ruhusa. Akasema, inua mikono. Akainua. Alivyoinua akasema, baba, nguvu yako ishuke. Ikamshukia rais. Ikamshukia. Mshamwona mtu anaugua kansa ya ngozi? Sijui ngozi imeharibika Kutoka pale Mungu akampa ngozi nyingine kama ya mtoto. Unaelewa muujiza? Yaani hapo sio njoo kesho, amna, ni hapo akampa ngozi kama ya mtoto. Akasema kwa huu muujiza ulipanga uanzie wapi? Kwenye uwanja wa Atlanta Stadium. Akasema kaweke ndani ya wiki hizi 2 jioni kila siku mimi rais nitakuwepo, makamu wangu wa rais atakuwepo, na cabinet yangu yote itakuwepo, na ambaye hatakuja na mfukuza kazi. Kwa hiyo akapewa ruhusa ya kufanya injili kwa wiki 2 kila jioni kwenye nchi ya Argentina. Akakaa pale. Wiki ya kwanza ilivyoisha, ule uwanja ulikuwa unaweza kubeba watu 25,000. Mpaka wiki ya kwanza inaisha, ukumbi umejaa watu 25,000. Halafu nje kuna watu mara 4 ya walioko ndani, maana yake nje kuna watu 100,000. Kwa kila siku mkutano wake ukawa unahudhuria na watu 125,000. Watu waliokataa kawaida. Haleluya. Sasa amemaliza, anaenda hotelini kwake. Alipofikia, watu wanaolala nje ya hoteli. Wiki ya kwanza watu 40,000. Wakaongezeka mpaka 50,000 wanaolala nje. Yaani ili aamke aanzane na wao kabla upako ni wa moto. Haleluya. And good enough, Mungu ametupa hapa jina zuri, upako wa kibabe. Yaani wataelewa tu kuna upako. Yaani itaeleweka. One day tulikuwa tunaongea na katibu hapa, akasema hivi jina la upako wa kibabe. Akasema kwani Yesu wenyewe si mbabe? Yesu sio mbabe. Sasa tunaga Yesu mnyonge. Haleluya. Mimi Yesu wangu sio mnyonge kwa kweli. Yesu wangu sio mnyonge, Yesu wangu ni mbabe kwa kweli. Kwa hiyo akapata watu 50,000 wanalala nje. Alivyo sasa hapa nitakuwa ninatokaje sasa huko hotelini? Akasema jamani, niletee nguo za kike nivae nipake na makeup. Kwa hiyo akapaka makeup ili atoke angalau basi, yani ili watu wasimjue. Sasa unapaka makeup kwa ajili gani? Mimi sijui. Kwa hiyo akamaliza ule mkutano. Uzee kimbizi ipoisha, akaenda airport. Kumbe rais amesema wewe, ametoa order kwenye mipaka yote, hauondoke hapa, unahubiri tena kwenye uwanja ambao unapokea watu 100 kama na 50. Mkubwa wa nchi ya Argentina kwa miezi 3 kila siku. Haleluya. Ukikataa kuwa mkawaida, kuna ofa zinakuja mpaka unasema Mungu wewe ni wa namna gani? Ndio unaimba Mungu namna gani wewe. Haleluya. Unaimba unasema. Kwa hiyo akazuiliwa airport, akasema nataka uende wapi? Nataka nirudi nyumbani Marekani. Akasema hamna kwenda. Rais ametoa order mipaka yote, rudi miezi 3 tena. Kila siku unahubiri Argentina. Kutokea pale kukawa na uvuvio mkubwa kwenye ile nchi ya Argentina. Ukristo ukaingia for the first time. Lakini nini? Ni pale alipokataa kuwa mtu. Alipokataa kuwa mtu akasema mimi kwa kweli cooperate kwenye hivi viwango hamna. Mimi hapana. Nahitaji
level zingine. Ukimwona mtu ndugu yangu kwenye kazi anaamka mapema, anaenda, yani anajishughulisha, anatafuta maarifa mapya na nini, huyo mtu hataki kuwa mtu wa kawaida. Kuna mtu unaweza ukawa unafanya kazi labda ya kuuza nini, sema ni mahindi, lakini wewe unajuaga tu eneo moja Kigoma anarouza mahindi shamba, unajua shamba tu moja. Hivi uko serious na kazi yako kweli? Hiyo siku ukikuta zimeeriwa, hamna mahindi yameisha, maana ufanye biashara siku hiyo. Lakini kuna mtu anahangaika tafuta, hivi wanapouza mahindi ni wapi? Ruiche. Okay, pengine wapi? Kagera. Pengine wapi? Kure. Kwa siku akikosa Kagera anaenda Ruiche, akikosa Ruiche anaenda huko. Huyo mtu ambaye anafanya kazi. Haleluya, haleluya. Mtu yupo kwenye position fulani, ukimwona mtu vitu anavyosikia. Sasa wewe unakuta jamani, tukatae kawaida. Kuna mtu anapoelekea anatamani, naongea na wahudumu wa uimbaji, anatamani kuwa mwimbaji mkubwa, afu kwenye simu yake kuna bongo flavor. Haleluya. Kwa kitoka kanisani hapa, uinuriwe Yesu, hapa kitoka hapa weka earphone, muziki unaopigwa hapo na unamsikia yuko kweli vizuri, alafu sikia sana anachokisikia, unasema Yesu wangu, Yesu wangu. Yani unakoenda na unavyovifanya ni vitu viwili tofauti, hawezi kufika. Huyu Tony Hicks aliposema kama mimi nataka kutokuwa mtumishi wa kawaida, akasema mimi naenda 40 haijalishi watu wameshindwa, lakini mimi kama nikufa nikiwa nimefunga nife. Alipoona Mungu atokea, akasema Mungu sio kwamba yupo kimya, hamna, narudi tena. Akaenda tena mara ya 3. Kwa hiyo akafunga siku 120 bila kula, anakunywa maji tu. From there akamwona Bwana, na Mungu akawa anampeleka kwenye mataifa magumu. Akampeleka tena Russia. Kulikuwa na mtawala kule anaitwa Lenin. Kwa soma history mtakuwa mnajua Lenin aliyekuwa mkatili kweli kweli, lakini Bwana akampa access na kule pia akahubiri. Nataka kusema nini mtu wa Mungu? Nataka kusema ni kijana ulioko hapa, kataa kuwa mtu wa kawaida. Kataa kuishi kijumla. Kataa kuishi kama wengine wanavyoishi. Haleluya. Kataa kuishi. Pindi utakapoamua kuchukua hayo maamuzi, ndipo utaanza kuona vitu vinatembea kwenye mwili. Ndipo hapo hutarara, utasema aisee, mpaka hili jambo nilione, mpaka litokee. Utaenda utamuuliza Bwana leo, asipojibu utarudi nyumbani, kesho utamuuliza. Unajua kwa nini watu wengi hatuombi? Kwa sababu tumeridhika na mahali ambako tupo. Kwa hiyo mtu ameombea jambo fulani, ameridhika na kuna majibu ya kujifarisha sasa hivi, eti hata ukimya wa Bwana nijibu, hata ukimya wa Bwana nijibu. Are you serious? Kwa unaombea familia, eti ukimya wa Bwana nijibu. Kwa hiyo familia endelee kufa. Unaombea mume wako, unaombea mke wako, ukimya nijibu, kwa akupe taraka. Lakini ni nini? Tumeamua kuwa baada ya hapo unatoka kwa Mungu unaenda kwa wanasaikolojia sijui nini. Watu wa Bwana. Tukatae kuwa kawaida. Haleluya. Tukatae kuwa. Ukija kwa wasomi wanamuita Yesu ya kwamba Yesu ni mwanafalsafa. Yaani wasomi wasiokuwa na imani hawamjui Yesu kama Mungu, kama sisi tunavyomjua hivi. Wao wanamuita ni mwanafalsafa. Na wanasema kwamba Yesu ni mwanafalsafa ambaye hajawahi kutokea duniani mpaka leo. Kwa hiyo mimi nikijiingiza kwenye mrengo, Yesu katika wanafalsafa ndio mwanafalsafa namba 1. Lakini angalia maisha yake sasa aliyompeleka mpaka hapo kuja kuwa mwanafalsafa namba. Unaweza kaelewa. Tukija kwenye upande wa kumita Mungu, angalia sadaka aliyojitoa, akasema mimi naenda pale msalabani. Ndugu yangu, jana nilikuwa hapa, nikachoma na nini na pini. Niliruka mguu, nikawa hivi. Nikana tamani kumita huyu Devi aje anitoe. Sasa alikuwa sio anafanya nini? Nikatoa kwa maumivu kweli. Sasa najaribu kujiuliza, mimi kapini tu nimehangaika hivyo. Je, misumari? Eti ndugu yangu, nani yuko tayari tumgongelee misumari awe Mungu? Eti kama Yesu. Kama Yesu angefanya kikao, asema jamani nataka kuvua huu wadhifa nimpatie mwanadamu mmoja ambaye yuko tayari kurudi msalabani. Aje. Ongeenda. Lakini ni gharama ambayo aliamua kuilipa. Akasema mimi kwa kweli lile
jina la kuwa Mungu, ule wadhifa mkubwa wa kuwa juu ya falme, juu ya sultani, mimi nautaka, akaenda hivyo hivyo. Japo kuwa ndio maana hata ukiona anaomba Bwana niepushe, Bwana niepushe, lakini mwisho akasema Mungu naenda liwalo na liwe. Haleluya.